Na ndugu washiriki katika symposium hii, kwanza nashukuru kwamba uongozi wa Law Society umenipa heshima hiyo ya kuja kushiriki katika symposium hii. Katika ratiba hii niliomba nizungumzie kwa ujumla general overview in issues relating to general elections, lakini nilikwisha sema kwamba sasa hivi tunajiandaa kwenye uchaguzi mwezi Oktoba, Novemba mwaka huu. Badala ya kuja kutoa general overview, nataka tuzungumzie hali halisi tunavyoiona ili twende kwenye uchaguzi wa haki, uchaguzi huru. Uchaguzi wowote ule huwa una msisimko wake, na nadhani kwa kipindi kirefu uchaguzi wa mwaka huu una msisimko mkubwa zaidi. Sasa nitakayozungumza sio mapya. Nitarudia yale ambayo nimekuwa nayazungumza kwa miaka 5 iliyopita. Kumbuka mwezi Disemba 2020 nilikaribishwa na Legal and Human Rights Center kwenye mkutano wao wa kumbukumbu ya Declaration of Human Rights kwenda kuzungumzia yaliyotokea kwenye uchaguzi wa 2020. Niliyasema wakati huo niliyarudia mwezi Disemba mwaka jana baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Nitarudia yale ambacho labda ni tofauti ni update ya mambo ambayo yametokea baada ya kuzungumza. Siku hizi kuna watu wengi tunazungumzia haki, amani, umoja na mshikamano katika nchi yetu. Wapo wale ambao wanaweka msisitizo kwenye haki, lakini huoni kama kuna msisitizo kuhusu umoja na mshikamano wetu na amani. Kuna wengine wanazungumzia amani, msisitizo uko kwenye amani, lakini huwezi kuona msisitizo kwenye haki. Na kuna wengine ambao wanatia msisitizo kwa yote mawili, haki na amani. Na wakati wa uchaguzi, haya mawili, haki na amani, yasipozingatiwa, nchi inaweza kuwa na matatizo. Sasa labda nianze na misingi yenyewe ya uchaguzi. Kama alivyosema President, tunaanza na ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 8 inasema,
ya katiba. Mlio na katiba, mlio ibara ile inasema chimbuko la madaraka ni wananchi, na inasema wananchi watashiriki kwa jinsi ambavyo katiba taelekeza. Kwa hiyo ibara ya 8 ndio msingi. Sasa katika katiba hiyo kuna ibara ambazo zinazungumzia juu ya uchaguzi, na moja ambayo ni kubwa ni ibara ya 67 ya katiba. Labda hata kabla sijaenda kwenye 67, uchaguzi unahusisha makundi mawili. Unahusisha wapiga kura na wale wanaopigiwa kura, na katiba imeweka misingi kwa wote wawili. Kwa wapiga kura imeweka msingi kwamba mwananchi yeyote, raia yeyote mwenye akili timamu aliyefikia umri wa miaka 18 ana haki ya kupiga kura, na mwananchi yeyote mwenye akili timamu ambaye amefikisha umri wa miaka 21 anaweza kugombea. Sasa hiyo imetokana na historia ndefu kidogo. Nchi hii tuna uzoefu wa kupiga kura wa miaka 65, 66. Uchaguzi wa kwanza ulifanywa mwaka 58 na 59. Ulikuwa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa 58, awamu ya pili ilikuwa 59. Huu ni uchaguzi ambao serikali ya koloni iliamua, ililazimishwa kuandaa, kwa sababu kabla hapo wananchi hawakuwa na uwakilishi. Lakini sheria na kanuni zilizoandaliwa kwa uchaguzi wa mwaka 58 haikuwa ya kuwezesha wananchi wote kupiga kura. Ilikuwa ni sheria na kanuni ambazo zilikuwa zinazuia watu fulani na walio wengi wasishiriki. Masharti ilikuwa magumu. Moja ilikuwa kushiriki uwe na elimu ya form 4, uwe na mali ambayo nadhani ilifikia kiwango cha pound 400. Sasa tunazungumzia 58. Wengine hamko hapo. 58 ilikuwa ukija kwenye grupu la watu wengi, kuwapata watu wa form 4 walikuwa wachache sana. Kuwapata watu wenye mali inayofikia paundi 400 ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo ilifanywa wengi. Wakati ule ilikuwa estimates za idadi ya wananchi ilikuwa nadhani 9.4 million mwaka 58. Walioandikishwa kupiga kura nadhani walikuwa kama 40,000. Sasa fikiria, ni uchaguzi katika nchi
ya watu milioni 9 na kitu, lakini wa kupiga kura 40,000. Ilikuwa ni sheria ya kuzuia watu wasishiriki katika uchaguzi. Lakini hivyo hivyo hata Zanzibar, mkiangalia Zanzibar, sheria za Zanzibar wakati ule, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 61, mwaka 63, mwaka 63 kulikuwa na vyama 3 vikubwa vilivyogombea. ASP kulikuwa na ASP na Hizbu na Pemba People's Party. Katika uchaguzi ule ASP ilipata zaidi ya 54% ya kura zote. Kwa hiyo Hizbu na Pemba People's Party hawakufika nusu, ilikuwa kama nusu. Lakini matokeo, ASP ilipata viti 13, vile vyama vingine toto kapata 18. Hizbu ilipata 12 na wengine 6, 18. Kwa hiyo nakuta 54% wamepata viti. Ni kwa sababu sheria ilikuwa imetungwa ku exclude watu fulani. Sasa ili kuleta usawa, ndiyo katiba na sheria ya uchaguzi zikaangaliwa na zikaweka kama nilivyosema kwenye sheria, nani ana haki ya kupiga kura, nani ana haki ya kugombea. Utaratibu huo umeendelea bila matatizo mpaka mwaka 2015, uchaguzi wa 2015. Kutoka tulipokuwa chama kimoja mpaka tumefika vyama vingi, lakini utaratibu ulikuwa ni kwamba mwananchi yeyote ambaye amefikia umri wa miaka 18 ana haki ya kupiga kura. Kama hajui kusoma atapata msaada, kama na kilema labda ni kipofu atapata msaada, lakini hakukuwa njia ya kugawa kwamba mtu asipige kura. Na wale wanaotaka kugombea, sifa zimewekwa pale. Mtaona kwenye katiba sifa za msingi ni 3 tu. Kwenye katiba ni 3 tu. Kama unataka kugombea, uwe raia, umetimiza miaka 21. Sifa ya kwanza hiyo. Sifa ya pili, uwe ni mwanachama wa chama cha siasa. Sifa ya tatu ni kwamba wewe katika maisha yako hujapatikana na hatia ukahukumiwa kwa kukwepa kodi. Ni hizo tu. Lakini kuna mambo yameorodhesha watu, mambo ambayo yanaweza kumzuia mtu asiruhusiwe kugombea, ya kuingua watu. Na ndio nimetaja, nasema kwenye ibara ya 67 yameorodheshwa. Hiyo inahusu uchaguzi wa wabunge. Lakini ukienda kwenye uchaguzi wa rais, sheria inakurifaa to 67. Pamoja na sifa nyingine zile, hakuna mtu atagombea urais kama hana sifa za kumfanya agombea ubunge. Udiwani hivyo hivyo. Kwa hiyo ni sifa za wote. Pamoja na mabadiliko ambayo yalikuwa yanahitajika, na wakati wote ilikuwa nafanya mabadiliko, lakini utaratibu ule
uliwafanya wananchi wakaendesha uchaguzi bila matatizo mpaka ilipofika mwaka 2019. 2019 ukaletwa utaratibu ambazo zilianza kutenga watu fulani fulani, waengua kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa 2019. Wagombea wengi sana walienguliwa. Lakini ukienda kwenye orodha ya sababu zilizofanya wakaenguliwa, mdhamini ambaye unaweza hata kuandika kadi yake, namba ya kadi yake na mambo mengine, lakini anabaki na kadi yake. Ikagundulika kwamba yalitokea wakati fulani mtu mmoja akadhamini wawili. Wakati ule chini ya CCM ulikuwa na wagombea wawili. Sasa wanakuta mtu mmoja amedhamini wote wawili. Wakati ule ilikuwa ikionekana hivyo, hawakuengua wale wagombea. Walipewa muda wakaenda kufanya masahisho. Nani kama mtu amedhamini wawili, wamuondoe kwa mmoja, wapate mwingine wa kumreplace. Iko na matatizo. Ndio baadaye ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kudhamini watu wawili, akikudhamini unatakiwa uchukue kadi yake. Ilikuwa hivi. Sasa ya 2019 hawakuingua watu kwa masharti yaliyo katika katiba ama masharti yaliyokuwa katika sheria ya uchaguzi. Hii ndio ilileta matatizo. Kwa na malalamiko kwamba misingi iko kwenye katiba, iko kwenye sheria, lakini misingi ile haikutumika. Wameungua watu wengi, sio wagombea tu, kwa sababu ukimwengua mgombea wa CUF Mzee Lipumba pale, ni kwamba umeingua wanachama wote wa CUF, hawatashiriki. Kwa sababu kama CUF haina candidates, wale wafuasi wake hawatashiriki. Na hivyo kwa vyama vingine. Na umefanya hivyo. Mimi siamini hata kulikuwa na kanuni. Sikuona kanuni ambayo inasema kama unaishi Dar es Salaam ukaandika Dar es Salaam kwa kifupi DSM, kwamba hiyo ni sababu ya kuingua mtu. Na mengine, maana kuna wengine walienguliwa kwamba hajui kusoma. Leo unakuja kukuta ni mtu mwalimu mstaafu. Sasa alikuwa mwalimu, unasema hasomi. Inaonekana ni maagizo yalitolewa, tumia njia yoyote ile kuengua gombea. Na bahati mbaya walikuwa naenguliwa wagombea wa upande mmoja. Ikaleta matatizo hiyo. Kwa hiyo kukawa na malalamiko, lakini ikatolewa assurance kwamba hii haitatokea tena. Ikaja 2020 pamoja na assurance zilizotokea, yakatokea yale. Ndio kelele ikawa kubwa zaidi. Ikawa kubwa. Katolewa assurance kwamba 2024 mambo yatakuwa mazuri. Imefika 2024 yakawa yale. Kwamba watu wameinguliwa sio kwa msingi wa katiba, sio kwa msingi wa sheria, ni kwa maamuzi. Sasa
Baada hiyo ndio sasa tuko katika hali hii. Tunaingia kwenye uchaguzi huu. Ninavyoona, tusipoangalia kama taifa, tutakuwa tumepanda mbegu ambayo itavuruga amani yetu. Sasa baada ya kusema haya ya msingi, labda nizungumzie at least jitihada ambazo zimefanywa kuweza kuepusha hali ambayo inaonekana si nzuri. Baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, kuna watu wengi waliwasiliana na mimi, wanasema tujitahidi haya mambo yasije yakatokea mwaka ujao, yani mwaka huu. Tuone njia ya kuweza kushauriana na kama taifa tufikia mwafaka. Lakini ikaonekana ni ngumu. Kuna watu walikuwa wanakuja na mapendekezo, hata wanakuja na orodha ya wazee ambao wangekaa pamoja wakatafakari jambo hili, wakaweza kushauri serikali na vyama vya siasa. Kuna watu walikuwa wa orodha zao, wengine wako humu. Ole ni mmoja aliyekuja na orodha, anasema tutafute wazee wakae watafakari, tuone tunavyoweza kupata mwafaka. Haikuwezekana. Then tarehe 12 mwezi uliopita, kukawa na ceremony mahali nadhani Dodoma, kwa vyama vya siasa kutia sahihi kwenye kanuni za maadili. Mimi nilikuwa sijaziona zile kanuni, lakini baada ya kutia sahihi likatoka tangazo kwamba chama chochote ambacho hakutia sahihi kitazuiwa kushiriki uchaguzi kwa miaka 5. Nikaomba nizione hizo kanuni, nikazipata, kasoma, nikaona kanuni ile inasema kweli kama kuna chama hakitatia sahihi kanuni zile, kitazuiwa kushiriki kwa miaka, kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Hakisemi miaka mingapi, kitazuiwa kushiriki uchaguzi. Ile ilinipa wasiwasi sana. Unazungumzia chama hakitashiriki. Maana nadhani ukiona taasisi hizi zinazosimamia mambo ya siasa hapa wanatazama vyama, tume inatazama vyama, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatazama vyama, lakini hawajui ndani ya vyama hivyo kuna wananchi. Kwa hiyo ukichukua uamuzi, unasema unaadhibu chama, ni kwamba unaadhibu mamilioni wa Tanzania. Ilinipa wasiwasi kwamba huko nyuma sisi tulikataa utaratibu ambao unaweka pembeni watu.
mpaka hata ukifika Zanzibar, mapinduzi msingi wake ilikuwa ni kwamba watu hawakuwa wamepata haki. Sasa tunakuja tunarudi kule kule, yale yale tuliyowakataa ya 58 ya 63 tunarudi kuyafanya hayo. Nasema inaweza kuleta matatizo. Kaona ile ni vizuri tujaribu kushauriana. Kwa hiyo kwa kusukumwa na watu fulani fulani, mimi na mzee Butiku tukaona ni lazima tujaribu kuleta kushauri kuwe na mwafaka. Lakini kabla ya hapo, mwezi Februari, Tundu Lissu alikuja alinitembelea, na kati ya mambo aliyonieleza ilikuwa ni msimamo wao, msimamo wa Chadema wa no reform no elections. Nataka nieleze kwa kina. Alinieleza na sababu zake ni nini, kwamba kwa kuwa tuna matatizo haya, tukubaliane kitaifa, tuahirishe uchaguzi miaka 2-3, serikali hii iendelee, tufanye mabadiliko, kisha tuwe na uchaguzi. Kwa sababu tukifanya uchaguzi sasa hivi hakutakuwa na haki. Kwa sababu tumeona mfano hii 2019, 2020, 2024. Tukifanya uchaguzi bila mabadiliko, tutapata matokeo hayo ambayo sio. Basi mimi nilimshauri Tundu Lissu, nikasema naona wasiwasi wenu ni wasiwasi wa kweli, kwa sababu kutokana na haya yaliyotokea huku nyuma inawezekana kweli mna uoga wa kweli, lakini sioni uhalisia wa kuahirisha uchaguzi kwa muda wa miaka 2-3. Sioni uhalisia huo. Kwa hiyo nadhani hili sioni kama linaweza kukubalika. Ambia nadhani ingekuwa vizuri tujitahidi kuondoa dosari zilizotokea 2019, 2020 and 2024. Kwa sababu huko nyuma, kwanza hata mwaka 95 tulitumia misingi iliyokuwapo, na vyama hivi vya siasa vimekuwa kwa kufuata misingi hiyo. Tufuate hiyo, turudishe iwe utaratibu wa uchaguzi kama tulivyofanya 2015. Baada ya hapo ndio sasa tuendelee na mabadiliko mengine. Hakukubali pale, lakini mimi nilimwambia haya unayozungumza mengine hayawezekani, nenda mtafakari muone tunaweza kutumia kingine. Sasa baada ya kusaini ile, nilipoona mambo yale, tukaona kwanza turudi tuzungumze na kafu. Sio kafu, samani, Chadema. Kwa hiyo mimi na mzee Butiku tukaomba tukutane na uongozi wa Chadema. Tulikutana nao, ilikuwa ni timu kubwa. Wale alikuwa hapo. Tulimchukua, tulikuwa natania, tunasema sisi wazee hatuwezi kuandika, lazima tupate kijana wa kuwa anatuwekea record. Tulikutana nao ofisini kwangu, tukazungumza haya mbia, bado tukawashauri kwamba kuna mambo mengine mnayodai hapa haiwezekani, lakini kuna mengine ni kweli yanaweza kufanywa kazi. Nendeni mkatafakari, tuone tutaendelea ili tuje tupate mwafaka. Haitakuwa vizuri
Chadema kutoshiriki uchaguzi. Baada ya hapo tukawasiliana na mwenyekiti wa tume, nadhani ilitoka kwenye press mliona. Tukamwambia tumeona hii, lakini kitendo chenu, uamuzi wenu utakuwa umeingua watu wengi, na ukiwa na watu katika nchi ambao hawaridhiki, wanaona hawapati haki yao, inaweza kuwa ni msingi wa vurugu. Kwa hiyo tunawaomba, tukawaeleza tumekutana na Chadema, tunajaribu kuwashawishi, na wametuambia kwamba hata mliofanya bado kulikuwa na mashauriano, nyinyi mmesaini na sio lazima kila chama kisaini siku hiyo hiyo. Kwa hiyo mreflect tena, kama wakikubali kusaini, msije mkafunga mlango. Mwenyekiti akanijibu akasema wao wameamua, kama kuna mtu hakubaliana na uamuzi wao aende mahakamani. Sasa hili sio la mahakama, tuone hali ilivyo, kwa sababu ni kanuni. Tukiona hali na demand kwamba turudie hizo kanuni, tuzitazame upya ili tuepushe madhara, tusije tukakataa. Akaniambia basi tutakwenda nikutane na wenzangu, tutafakari, tuje tuone fanya nini. Lakini baada ya hapo wakaendelea kugazeti zile kanuni. Nikawasiliana na CCM, azungumza na katibu mkuu wa CCM, kamweleza tuliozungumza na Chadema, tuliozungumza na tume, na ni vizuri CCM nayo itafakari, kwa sababu lazima tufikie mwafaka mahali. Alinipa mwa CCM na ujua kwamba kuna madai ya Chadema ambayo hayawezekani, hawezi kufanya, lakini kuna mengine tunaweza kuzungumza. Kwa mfano hiyo ya kuondoa dosari zilizotokea katika chaguzi, hiyo tunaweza kuzungumza. Na akasema wewe na mzee Butiku muendelee shauri. Tukakutana tena na Chadema, kutana naye mara ya pili. Tulipokutana nao hali ilikuwa imebadilika, kwa sababu wakati huo nadhani walikuwa wanakwenda kufanya mkutano Kariakoo. Kwa sababu waliomba ruhusa wakapata, baada kama siku 6 hivi wanakwenda kufanya mkutano, wanakuja kuzuia wakati huo. Na wenyewe wanasema hii ni njama. Wanasema kwamba kufanya mkutano Kariakoo inaweza kuleta vurugu, kwa sababu wako watu wa aina nyingi, wa vyama vingi, wa imani tofauti, sio mahali pazuri pa kufanya mkutano. Wanasema hii imeanza lini? Kwa sababu mikutano imekuwa inafanywa Kariakoo. Hata kuna wakati Tundu Lissu alifanya mkutano Kariakoo. Serikali imekuwa inafanya mkutano Kariakoo. Sasa hii kwa nini wanasema wataona maeneo gani ambayo vyama vya siasa vitafanya mkutano? Anasema huku nyuma mtu anaweza kufanya kampeni mahali popote, na wengine vyama vidogo vidogo vile huwa vinatafuta mahali palipo na watu wengi na kwenda sokoni, na hata vikubwa hivi. So kwa mfano sisi CCM tulikuwa na kauli zetu, unasema campaign nyumba kwa nyumba, kwa hiyo unakwenda mahali popote. Sasa hii nakuja, lakini zaidi ya hapo wakasema walimsihendo kiongozi wao, kwamba walimkamata sija round saa 11, wakazunguka naye kumpeleka police station, maana wamemkamata Msimbazi police station iko karibu pale,
hawakumpeleka huko, wamezunguka, mwisho usiku wanamteremsha mahali kufiri. Wanasema hii ni kuteka, ni utekaji na kutesa kwa sababu nafanya hivyo. Kasema lakini hiyo isiwakatishe tamaa, tupange tena tuone kama tunaweza kuendelea mazungumzo. Yani ikaja tarehe 24. Baada ya 24 nadhani ndio akasema hakuna uwezekano kufikia mwafaka. Na haya tarehe 24, kabla hapo tulikuwa tena tumerudi kwenye tume kuomba sasa tuwe na mkutano na mwenyekiti wa tume, mimi na mzee Butiku, tuweze kushauriana, tuone msimamo wa Chadema, msimamo wa serikali, msimamo wa CCM, tuweze kushauri tufanye nini. Nikampelekea ujumbe mwenyekiti kwamba tunaomba mimi na Butiku twende kuonana naye. Akanijibu kwamba kwa wakati huo hatakuwa na nafasi kwa sababu anakwenda mikoani kuhakiki uboreshaji wa daftari la wapiga kura na kuona mapendekezo ya mgawanyo wa majimbo. Lakini kwa kuwa tulikuwa tunaona jambo muhimu, nikampelekea ujumbe tena kwamba kama yeye hana nafasi aruhusu aelekeze mjumbe yote wa tume ama katibu tuonane nao. Akanijibu kwamba haiwezekani kwa sababu wote hao hawatakuwa na nafasi. Kwa maana nyingine sisi tulitafasiri kwamba tume haitaki kukutana na sisi. Sasa katika hali tuliyokuwa tumefikia kwamba Chadema kwa haya yaliyotokea kuanzia Kariakoo na 24 sasa kama itoka tume inaonekana wako tayari, tukasema tuahirishe hii kwanza, kwa hiyo hatuendelee. Lakini matokeo haya yaliyotokea yana wasiwasi mkubwa. Nimeona yaliyotokea tarehe 24, msimamo wa Chadema wanasema kesi ya Lissu ni ya public interest na watu waruhusiwe kwenda kushiriki. Serikali inasema hapana, watu kwenda pale watazuia shughuli nyingine, kwa hiyo hakuna watu kwenda pale. Sasa imefika siku hiyo, watu wamekwenda pale, polisi wamekwenda pale, serikali inasema hatutaki maandamano hapa, wamekwenda pale. Niliokuwa naangalia haikuleta picha nzuri hata kidogo. Serikali ilikuwa inaogopa kwamba ukija umati ule inaweza kuwa na vurugu pale. Wale watu wamekuja pale, hakukuwa na vurugu, hakukuwa na vurugu pale. Na hii sio mara ya kwanza, sio mara ya kwanza unakuwa na kesi ambayo ina public interest, unajua watu wengi watakuja kuisikiliza. Nilikuwa namuuliza president hapa kwa sababu mimi miaka mingi sana sijaenda mahakamani. Wakati wetu ilikuwa ukiona kesi ni ya public interest, ile mahakama unatafuta mahali pakubwa. Kwa mfano pale High Court kulikuwa na court rooms ambazo ni kubwa, ndio kesi ya public interest unasema itakwenda huko kwa sababu watu wengi watakuja kusikiliza. Na kama hapatoshi
unafanya utaratibu watu waweze kuifuatia nje ya mahakama ile. Kwa hiyo halikuwa jambo jipya limepata kutokea, na hii sema hii mimi niliona ni sehemu ya tatizo kuzuia watu, lakini ni yale yaliyotokea pale. Polisi kazi yao ni kulinda usalama wa wananchi na mali yao, na wanafanya hivi kwa kawaida, wanafanya kazi nzuri kwa kweli. Hakuna lawama kubwa kwa kazi ya polisi katika kulinda usalama wa wananchi na mali yao. Matatizo yanakuja polisi wakianza kushughulikia siasa. Huko nyuma tulipokuwa tunapata cases hizo za public interest, mahakama ilikuwa inashirikiana na polisi kupanga watu, na wakija wengi wanazungumza nao kwamba sio kwamba tunawazuia msiende kusikiliza kesi, sababu ni kwamba hakuna nafasi ya kutosha. Kwa hiyo taruhusu watu kiasi fulani wataingia, wengine labda mtakaa mahali. Ndio ilikuwa inafanyika hivyo kwa kushauriana. Hapa ikaonekana ni mapambano, sio kushauriana. Ni kwenye geti imezuiwa wasiingie, wala hujui kama kule kuna nafasi ama hapana, ni kuzuia. Na walivyokuja polisi hawakuja kwa njia ya amani, maana unakuja unashughulika na hili uje kwa amani. Ukiona iliyotokea tarehe 24 na baada ya 28, walikuja kwa mtindo wa vita. Uko kwenye uwanja wa vita, umejiandaa, una silaha, una magari mengi tu, askari wengi sana. Kwa hiyo una bunduki, una marungu, umevaa helmet, una mbwa, una farasi. Yani atmosphere ile ni kama uwanja wa vita. Hapo ndio tulifanya kosa la kwanza. Ingewezekana kabisa kusema hapa ni kweli hakuna nafasi ya kutosha, watakaoweza kuingia hawa wengine, ama wafanye utaratibu mwingine. Na nadhani technology sasa imeendelea, wangeweza hata kuwa na screen mahali fulani wakasikiliza, lakini inaonekana kama mapambano. Kwa hiyo kwa upande wa serikali wanaona ni kulinda amani. Kwa upande wa Chadema wanaona hii ni kuonea, na kila mmoja amechikia upande wake. Nadhani hili la kesi hiyo kuna misingi, maana sijui, maana wakati wote huwa uamuzi ni wa mahakama, lakini hapa inaonekana uamuzi ulikuwa wa polisi. Turudi kwenye taratibu za kawaida, Lakini ilikwenda mbali zaidi, na hii inasikitisha kidogo, kwa sababu ndio inapandikiza mbegu ya vurugu ya baadaye. Siku hiyo kuna wananchi walikamatwa na polisi pale pale Kisutu, wakawekwa kwenye magari, wakachukuliwa na polisi. Mambo ya kawaida, ungetegemea wanapelekwa kwenye police station.
hawakupelekwa kwenye police station. Baadaye wamekuja kutoa maelezo, wamezungushwa sehemu mbalimbali, wengine wamekwenda kutupwa kwenye msitu sijui wapi, Mabwepande. Wameumizwa, wengine wamevunjwa miguu, vunja mikono. Polisi, yani pamoja na yote yale kwamba imeonekana wanatia watu kwenye magari and so on, wanawachukua, wanasema hakukamata watu, hakukamata watu, na wanataka waaminike kwamba hakukamata watu. Lakini ni kwamba hawa watu wamekuja wamezungumza, na waliozungumza pamoja na polisi kusema hakukamata watu, waliozungumza hakuna kwa upande wa polisi waliokana yaliyotendeka. Polisi wanasema walikamata wawili tu, walikamata wawili viongozi wa Chadema. Maana mimi sijui wanatumia sheria gani kwamba hawa walikuwa njiani kwenda mahakamani, Heche na Mnyika. Heche amekamatwa Saranda Bridge, kuna police station pale Saranda Bridge, amekamatwa pale saa 2 also asubuhi. Hakuonekana siku nzima, wanatafuta yuko police station gani, haonekani. Yeye mwenyewe anatoka, niliona kwenye press conference yao ile, ameeleza kwamba alichukuliwa, wakazunguka, kaenda Ununio, Mbweni, wapi, yuko kwenye gari tinted, hapati maji, hapati chakula, wanazunguka siku nzima. Mwisho wanakwenda Oysterbay police station, na huko hateremshi, yuko kwenye gari. Baadaye wanasema mrudishe nyumbani kwa maelezo yake. Anasema anaelekea huko, anaona anapita sehemu, mpaka tena wamekwenda Mbweni. Mbweni ndio sijui wasaidizi wake wameweza kukimbia, karazifu polisi wamerudi mpaka Kunduchi, kituo kidogo cha polisi, ndio anamwambia aenda atoe maelezo. Aliyosema yeye akasema yeye atoe maelezo, basi wakasema tunachukua particulars, wakamwachia. Ametoa maelezo haya, polisi hawajakana. Unamchukua mtu, sisi ni wanasheria wa zamani, hatujui utaratibu wa siku hizi. Hivyo kwa tunaweki na polisi, ukimkamata mtu unampeleka police station, unamchaji. Haikuwapo unamkamata mtu siku nzima, unazunguka naye, kisha unamwachia bila kumchaji. Sijui ni sheria gani inatumika hii. Na Mnyika naye ana the same story, polisi hawajakana. Na wanataka wananchi waamini. Na haya yote yalizungumzwa, hakuna kitu. Nasema hii kwa upande wa polisi. Nilisema 2020, nilisema 2024, tuache kuhusisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa shughuli za kisiasa. Tuache waendelee na shughuli zao, watakuwapo katika shughuli za kisiasa,
watakuwapo, lakini wasiwe wao ndio wanaamua haya mambo. Itakuwa lakini ukiona hata kesi yenyewe wanabishana. Nadhani serikali imeomba, sisi kama ni serikali imeomba kwamba kesi iendeshwe kwa mtandao. Wameomba. Sasa wanabishana na utetezi. Nadhani ni lini mahakama naamua? In a few days time. Lakini ukiona kilichotokea ni kwamba ni kama mahakama inaanza kuingiliwa. Siku chache zilizopita nilikuwa naangalia proceedings za bunge. Nakuta mwanasheria mkuu anazungumzia matumizi ya mtandao na kudefend matumizi yale. Hii kesi iko mahakamani. Kesi iko mahakamani. Mwanasheria mkuu anakwenda kuizungumzia kwenye bunge. Kisha nikamwona waziri wa mambo ya ndani na akieleza hasa sababu kwa nini wanataka kesi hii ifanywe. Kwa sababu kumleta Tundu Lissu kutoka kwa ni kama maandamano, kuna viashiria kuvunjishwa. Kwa hiyo ameeleza kutetea kwa nini kesi ile iendeshwe kwa msingi kwa mtandao. Lazima ujizuie. Kesi iko mahakamani, usizungumzie. Hata kama angeulizwa mwanasheria mkuu, kama ni swala lilikuwa ameulizwa, angejibu tu hili liko mahakamani, tusilizungumzie. Yeye amezungumzia. Maana yake ni nini? Ni kwamba serikali inatoa pressure, na katika hali hii ya uoga inawezekana hata mahakama ikasita, na ikifanya uamuzi inawezekana watu wasiamini imefanya uamuzi ule independently, kwamba kumekuwa na pressure. Amezungumza mwanasheria mkuu, amezungumza waziri wa mambo ya ndani. Mimi nasema iko huko mahakamani. Ya msingi unapoendesha kesi ni kuona haki inatendeka. Kwa hiyo vyovyote vile watakavyoamua huko mahakamani, watakavyoendeshwa, ionekane haki inatendeka. Na haki sio upande wa serikali tu. Utaratibu wowote utakao tumika uwe ni wa haki, serikali ipate nafasi yake, mtuhumiwa apate nafasi yake. Na sheria zetu sijui kama zimebadilika. Kwa makosa makubwa, mtu akishtakiwa, kama hana uwezo wa kuajiri wakili, si serikali inamlipia? Lazima apate wakili. Apate wakili. Na yule wakili awe na nafasi ya kushauriana na client wake. Kwa kesi kubwa kama hizi, kama mshtaki mtu kwa uhaini, ujua akipatikana na hatia ananyongwa. Kisha nasema uwe na utaratibu, yeye awe ndio observer, yuko gerezani, kesi inafanya mahakamani,
hayuko pale ambapo anaweza kushauriana na wanasheria wake, ni lazima haki ya mshtakiwa izingatiwe. Sasa kama mnataka, kama sio mahakamani, basi mahakama iende ifanywe magereza ili wote wao pale. Lakini haya yote yanaonekana ni kisiasa. Nasema tukiendelea hivi tunaweza kuingia kwenye vurugu na amani yetu ikatetereka. Mimi na mzee Butuku tulikuwa tumefikiria mambo ya kushauri. Sema nchi iko katika matatizo, na ni matatizo makubwa. Viongozi wa nchi waone uzito wake na wachukue hatua. Bado tuna muda wa kuweza kuzungumza tukafikia mwafaka. Hatujaanza process ya uchaguzi, itaanza baada ya bunge kuvunjwa. Kwa kipindi hiki tunayo nafasi ya kuzungumza tukafikia mwafaka. Na haya mambo sisi tulikuwa nasema kama ni kurekebisha dosari zilizotokea 2019, 2020, 2024, tunao muda, kwa sababu ni mambo ya kanuni. Kanuni hazihitajiki kwenda bungeni. Tukikubaliana kanuni hizo zinaweza kubadilishwa. Tufikie makubaliano, tusiende kwa mapambano. Tukienda kwa mapambano tutapata madhara. Kwa hiyo tulikuwa nasema rais achukue jukumu. Haya matatizo yalianza awamu ya 5. Alipokuja Rais Samia alichukua hatua, maana shughuli za kisiasa zilikuwa zimefungiwa, uhuru wa maoni ulikuwa mzuia. Akachukua hatua, akakutanisha vyama vya siasa, vikazungumza mpaka tukafika kwenye mapendekezo ya mkadala. Nchi ilikuwa imetulia. Sasa yanazuka haya. Bado anaweza kuona uzito wa jambo hili na kwamba maridhiano kahili ni muhimu. Inaweza kawaita hasa wanaohusika, serikali, CCM, Chadema, wakae tofauti zao, kila upande ukubali kwamba inawezekana waache msimamo wao kwa kiwango. Kwa upande wa serikali, kwa upande wa CCM, kwa upande wa Chadema, waone tunafikia makubaliano gani ili tunakwenda kwenye uchaguzi bila matatizo. Tusipofanya hivyo, haya tuliyoyaona sasa hivi yataendelea. Sasa hivi kuna watu wanaodai wameumizwa kwa sababu ya mambo ya siasa. Tutaendelea kufika, kampeni imeanza. Serikali itasema polisi wasimamia amani, wadili na yote anayetaka isabu amani. Chadema wataendelea kusema no reform, no elections. Katika kampeni hiyo aina hiyo kutakuwa na migongano, na migongano hiyo inaweza kuleta madhara kwa wananchi. Ni muhimu kama taifa tukakaa pamoja, tuone tuweze kuepusha. Sisi tunaamini wakikaa muda tunao, kukiwa na political will, tutapata solution. Na tulikuwa nasema watakapokutana wawe na watu wa kuwashauri. Na kwa mawazo yetu tulikuwa tunafikiria viongozi wa dini wanaweza kusaidia katika mazungumzo haya. Tulikuwa tunafikiria
wachukue viongozi wa dini wachache, 3, 4, 5, wanakaa nao, watakuwa wanazungumza. Viongozi hawa watakuwa wanaweza kuwashauri, labda hapa mfanye hivi, na inawezekana. Mimi na experience ya aina hiyo. Mtakumbuka baada ya tume ya mabadiliko ya katiba kufanya kazi yake, nilitakiwa kwenda kutoa taarifa bungeni. Nilipofika bungeni siku ya kwanza, sikuweza kuitoa ile taarifa kwa sababu wabunge walikuwa wamegawanyika, na fujo iliyotokea pale ikanizuia kutoa ile taarifa. Kwa hiyo wakaamua wakutanishe pande mbili zile, wakawakutanisha, lakini wakachukua viongozi wa dini wachache. Wale ndio waliwasaidia kufikia mwafaka, na tunaamini kama viongozi wa kisiasa wakakubali kukutana, wakawa na watu wa kuwashauri, inawezekana tukafikia mwafaka, tukakuta tunakwenda kwenye uchaguzi, vyama vyote vinashiriki, wananchi wote wanashiriki, na tukatoka salama. Tusipofanya hivyo, tutakwenda kwenye uchaguzi ambao tutakuwa tumegawanyika, viongozi wamegawanyika, wananchi wamegawanyika, na chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo msimamo wetu bado tunaamini dawa iko kwenye meza ya mazungumzo. Sio mapambano haya ya lugha hizi ambazo ukiona lugha zinazotolewa pande zote ni lugha ambazo zinagawanya taifa. Hayo ndiyo tulikuwa nasema. Unajua haya mambo, nilipokuwa nasoma Tabora School mwaka 62 kwa Tabora School, padri mmoja kutoka Kongo alitembelea shule yetu. Mkuu wa shule fanya mipango azungumza na sisi wanafunzi kutueleza hali ilivyokuwa Kongo wakati ule mwaka 62. Padri yule akatueleza vurugu iliyokuwa Kongo na wimbo wa uhuru, tumepata uhuru, wanafurahi tumepata uhuru, na nyimbo zingine zilikuwa very famous. Kulikuwa na mbogani India pada chacha na wanazungumza, lakini kuna vurugu, imekuwa vurugu kubwa kabisa kwa wananchi wa kawaida. Anasema walipo ile wanaona fujo, na huku na wimbo wa uhuru, wenyewe wakatafasiri maana ya uhuru ni fujo, uhuru ni vita. Padri anasema wananchi Kongo wanauliza uhuru utakwisha lini? Sasa na hapa sisi tunaimba democracy. Nasema kila kitu democracy. Lakini tunayofanya yanawagawa wananchi, yanaleta mambo ambayo yanaleta woga kwa wananchi. Watu wanatekwa, watu wanapotea, na haya mambo haya wananchi wanakuwa na woga. Sio kama tuliona hiyo. Naomba tusije tukafika wakati mwananchi akaanza kuuliza demokrasi itakwisha lini. Asanteni. Ya, unaambiwa kuna uchaguzi ulifanyika, mambo yaliharibika awamu ya 5. Kwa hiyo shida haijai kuwa katiba. Katiba ni shida ni political will. Kwamba kabla ya 2019 na 20 watu waliamini katika box la kura kwa katiba tulionayo. Lakini imefika
mwaka huu hakuna mwenye imani na boksi la kura. Kwa hiyo huenda hata tungepata katiba ile ya Warioba tulioitamani, bila kubadilisha fikra na political will, mnaweza msipate matarajio yenu. Na